Jumla ya wanachama 215 wa chama cha Chadema kutokea wilayani Kakonko wamejiunga rasmi na chama cha ACT Wazalendo, ambapo ndugu kiongozi mstaafu Zitto Zuberi Kabwe amewapokea, na baada ya hapo amezungumza na waandishi wa habari baada ya kuwapokea wanachama 215 wakiwemo viongozi mbalimbali wa chama cha Chadema kutokea wilayani hapa wilaya ya Kakonko, ambao wameamua kujiunga rasmi na chama cha ACT Wazalendo. Jana tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2025, waliokuwa viongozi na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika jimbo la Kakonko, jumla ya wanachama 215, viongozi wa wilaya, viongozi wa kata zote 13 na wanachama wengine wameamua rasmi kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Kwa hiari yao wameangalia hali ya kisiasa ya nchi ilivyo, wakaona kuna haja ya kujenga chama kimoja imara chenye nguvu pande zote mbili za muungano kwa ajili ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi, badala ya kutapanya nguvu kuwa na vyama vidogo vidogo vingi ambavyo kimsingi mgawanyo wa kura unakuwa unakisaidia Chama cha Mapinduzi. Ndugu zetu hawa wa Kakonko walikataa hilo. Wamekataa kubebwa bila kufahamu maslahi ya kubebwa huko. Wameamua kwamba bora kuimarisha chama kilichopo chenye nguvu, ili na waweke nguvu zao, tuweze kupiga hatua kubwa zaidi ya kuimarisha demokrasia na kuking'oa Chama cha Mapinduzi. Mimi binafsi nimefarijika sana na uwepo wenu, katibu wa jimbo, uliyekuwa katibu wa jimbo kwa niaba ya wenzio, na jana nilikueleza na leo napenda nirudie hapa kwamba hii ni heshima kubwa sana kwangu binafsi na kwa chama chetu cha ACT Wazalendo kwa maamuzi ambayo mmeyachukua. Najua hayakuwa maamuzi mepesi, kwa sababu kuna upepo wa kundi, group psychology, lakini nyinyi mmeukwepa huo upepo. Mmekataa kupeperushwa na upepo. Mmeamua upepo uwapepee, usiwapeperushe. Kwetu sisi na kwangu mimi binafsi, kama nilivyoeleza, nimefarijika sana. Huu ni uamuzi wa maana sana kwenye demokrasia. Sisi tunazungumzia kuilinda demokrasia na kulinda thamani ya kura ya kila Mtanzania ambaye hivi sasa imepotea. Thamani ya kura ya Mtanzania hivi sasa imepotea. Wajibu wetu ni kuilinda hiyo thamani ya kura. Na utailinda hiyo thamani ya kura siku watu wameenda kupiga kura. Huwezi kuilinda hiyo thamani ya kura ukiwa haupo kwenye mchakato wa kupiga kura. Kama haupo kwenye mchakato, hautakuwa na wagombea. Kwa maana hiyo utapoteza wiki mbili na miezi miwili ya kuzungumza na umma, kuhamasisha umma. Usipokuwepo kwenye mchakato wa uchaguzi, hautakuwa na mawakala kwenye vituo ambao ndio watakaolinda kura. Kwa sababu huna mgombea, hutaweza kuweka wakala. Hautaweza kuwa na mawakala wa nje, ambapo msimamizi wa uchaguzi wa kituo akizuia wakala wa chama kuweza kuwahamasisha wananchi wamlazimishe aruhusu wakala wa chama kuingia. Kama huna mgombea, hayo mamlaka hutakuwa nayo.
mmechukua maamuzi ambayo yanaendana na hali halisi ya kidemokrasia. Wajibu wetu sasa ni kulinda thamani ya kura, na nyinyi mmeamua kuilinda hiyo thamani ya kura, na mmekataa kupeperushwa. Mmekubali mje kwenye chama ambacho tayari kina miundo, tayari kina uongozi, chama ambacho kipo pande zote mbili za muungano. Mmekataa ushawishi dhaifu kwamba haipaswi kuwa na chama cha upinzani ndani ya nchi hii ambacho kina mizizi pande zote mbili za muungano. Nyinyi mmesema lazima tuwe na chama cha namna hiyo ili kukabiliana na CCM sawa sawa, na ninawashukuru sana kwa uamuzi wenu. ACT Wazalendo inawakaribisha. Nafahamu hii ni awamu ya kwanza tu, bado kuna wengi kwenye matawi huko, kwenye misingi huko, ambao mtakwenda kuhakikisha kwamba mnawasajili tuwe na chama imara kabisa. Na kwa uamuzi wenu huu, maana yake ni kwamba mmeshaiambia CCM bye bye katika jimbo lenu la Kakonko. Kwa sababu kuwa kwetu tofauti kulikuwa kunawapa ahueni. Kuwa kwetu tofauti, CCM ilikuwa inapita katikati yetu, kura zinagawanyika. Kuwa kwetu pamoja, tumeziba hiyo gap la CCM kupita katikati yetu, na mmetuimarisha kwamba sasa mgombea wetu wa udiwani atapambana na mgombea wa CCM, hamna kura kugawanyika. Mgombea wetu wa ubunge atapambana na mgombea wa CCM, hamna kura kugawanyika. Huko nyuma tulikuwa tunazigawa kwa sababu tulikuwa tumegawanyika, lakini nyinyi mmesema hapana, hamkubali kugawanywa zaidi. Mmekataa kupelekwa kwingine ambako kungetugawa zaidi. Mmesema kuna chama imara hapa kwetu, ACT Wazalendo, tutashirikiana pamoja, tutaenda kufanya kazi pamoja, tutaizuia CCM kupita katikati yetu. Nawashukuru sana kwa uamuzi huu ambao chama chetu ni cha kidemokrasia. Nafasi ni nyingi sana za kufanya kazi, na nyinyi mnajua ndani ya upinzani huwa hatugombani vyeo, ni majukumu. Ukipewa jukumu, wewe ni jukumu. Na tayari tumeshakubaliana hapa na mwenyekiti wa jimbo hili la Kakonko na viongozi wenzake, watakaa na viongozi ambao tayari mengi, sababu hatuwezi kuwaacha majembe nyinyi mkakaa nje tu mkawa wanachama tu. Lazima mshiriki katika mchakato mzima wa kilimo. Kwa hiyo wote kwa pamoja tutafanya kazi pamoja kwenye makata huko, kwenye matawi, kwenye jimbo, na kazi ni moja tu. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Huu ni mwezi wa 5 unaenda mwezi wa 6. Tumebakiza miezi michache sana kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo hakuna kulala. Nendeni mkapige kazi. Yaani nyinyi msijione mmeingia jana usiku. Yaani nyinyi mjione mlikuwepo. Tulikuwa pamoja. Make huko nyuma tulikuwa pamoja. Tumefanya kazi pamoja. Katikati hapo tukapishana na tukaheshimiana. Tukapishana kwa kuheshimiana. Sasa tumerudi tena pamoja. Mungu ameturudisha pamoja. Kwa msijione nyinyi mmeingia jana usiku eti ndio mkasema sisi wageni. Hamna mgeni hapa. Hamna mgeni. Wote tunakwenda kufanya kazi pamoja. Demokrasia yetu inahitaji mshikamano wa hali ya juu sana. Demokrasia yetu haihitaji CCM kususiwa. Muhuni hasusiwi, anakabiriwa. Wajibu wetu ni kuikabili CCM kwenye sanduku la kura. Tunajua mbinu zao zote. Tunajua walifanya nini 2019 kwenye uchaguzi serikali za mitaa. Tunajua walifanya nini 2020 kwenye uchaguzi mkuu. Tunajua walifanya nini kwenye uchaguzi 2024 uchaguzi serikali za mitaa. Sasa uzoefu wa mara 3 kwamba na sisi tunakaa tu tusubiri huruma yao.
si lazima na sisi tutengeneze mikakati ya kukabiliana na hizo mbinu zao, na mbinu zingine ambazo hawajazifanya wanaziwaza, sisi tuziwaze zaidi, tuwakabiliane nao. Ndio mapambano yanavyotaka hiyo. Ndio mnaona wenzetu kina Bobi Wine wanapigwa kila siku na Museveni, wanatekwa kila siku na Museveni. Mwahi kusikia Bobi Wine anasema anasusia uchaguzi? Hapana. Anakabiliana na Museveni kwenye sanduku, na juzi wamemshinda Museveni kwenye uchaguzi mdogo. Lazima tujifunze kutoka kwao. Wanafanya nini kuikabili dola? Tusipojifunza hivyo, sisi tutaendelea kuwa na demokrasia ya huruma. Hatupaswi kuwa na demokrasia ya huruma. Tunapaswa, tumejifunza, tumeona wametufanya nini 2019, wametufanya nini 2020, wametufanya nini 2024. Kwa hiyo ndio ile Waswahili wanasema, wewe ukijua huu, mimi najua huu. Kwa tusiwe wanyonge. Mmenipa moyo sana sana. Mimi naamini kabisa huu uamuzi ambao mmeufanya leo, wenzenu ambao walikuwa Kasulu wataufanya. No. Wenzenu waliokuwa Buhigwe wataufanya. Wenzenu waliokuwa Uvinza wataufanya, na kila sehemu ya mkoa huu. Kwa hiyo sisi tunakwenda 2025 ni ACT Wazalendo na CCM ndani ya mkoa wa Kigoma. Tuone kama CCM atapenya. Jana niliwaambia baadhi ya watu, na hii kwa faida ya waandishi wa habari, chaguzi zikifanyika hapa Kigoma, majimbo yote 8 ya mkoa wa Kigoma, kura za upinzani zikijumlishwa kwa pamoja, tukalinganisha na kura za CCM, CCM huwa inabakia na jimbo moja tu katika 8. Yaani ukichukua idadi ya watu waliopiga kura za ubunge katika mkoa wetu wa Kigoma, ukazilinganisha za kura zote za upinzani ukaziweka pamoja, ukazijumlisha, na kura za CCM ukaziweka pamoja, kura za upinzani zinashinda majimbo 7 kati ya majimbo 8. Nyinyi watu wa Kakonko mmegundua huo ugonjwa ambao tumekuwa nao. Kwa nini tuendelee kugawa? Mmesema wanaokwenda kwenye ubwabwa waende kwenye ubwabwa, wanaobaki wabaki. Ila sisi tunaimarisha chombo kimoja ambao kitazikusanya kura zote, tuwachape CCM. Kwa hiyo ndio maana nimewambia toka jana kwamba faraja yangu ni ya hali ya juu. Ni faraja ya kimapambano, faraja ya kujenga jukwaa ambalo halikimbii vita, linakwenda kukabiliana na adui. Na mimi ahadi yangu kwenu mliojiunga na waliopo, kwamba tutafanya kazi kufa na kupona, usiku na mchana, kwenye jua au mvua, kuhakikisha tunayakomboa majimbo yetu yote haya. Tupaze sauti. Sisi hatukuumbwa tuwe mkoa wa mwisho kimaendeleo katika nchi hii. Sisi tumekuwa wa nyuma kimaendeleo kwa sababu ya sera mbovu za Chama cha Mapinduzi. Leo CCM wakija tumewaletea barabara sasa, tumewaletea umeme sasa, waulizeni kwa nini sisi tumekuwa wa mwisho? Hizo barabara mbona wengine walizipata miaka 30-40 iliyopita? Huo umeme mbona wengine waliopata miaka 30-40 iliyopita? Kwa nini sisi tuwe wa mwisho kwa kila kitu? Bila kukabiliana na hayo, na mara zote mimi nimekuwa nikiwaambia, tazameni nyakati zote ambazo Kigoma ilichagua wabunge wa upinzani wa kutosha, ndio nafasi Kigoma ilipata maendeleo. No. Sahihi. Sisi tumepata barabara ya lami ya kwanza
2010, Kigoma Mwandiga Manyovu na Kigoma Kidahwe, ndio barabara ya kwanza highway ya lami, wakati mimi ni mbunge wa Kigoma Kaskazini. Watu wa Kibondo wakasema ndio hivyo, wakamleta Felix. Watu wa Kasulu wakasema ndio hivyo, wakamleta Machali na Zaituni. Watu wa Kigoma Kusini wakasema ndio hivyo, wakamleta Kafulila. 2010 tukaingia watano kati ya 8. Tulikuwa tukikaa kwenye kamati ya ushauri ya mkoa wa Kigoma, CCM ina wabunge 3, sisi tuko na 5 kati ya 8. Ndio maana lazima turudi pamoja, na nimefurahishwa sana na maamuzi yenu, na leo tumewapokea, tunaenda kupiga kazi. Nawashukuruni sana.